ni neno gani? Tunasema mwaka hii mwaka ya kupanuka, lakini kusudi mtu apanuke kutahitaji tunasema mambo 7, lakini hatupende kuongelea. Tunapata neno ya kwanza ya mwaka. Kupanuka ni kusema kufanikiwa, kuendelea kuwa mbii. Tunataka kuongelea nguvu ya neno la Mungu ama uwezo wa neno ya Mungu, la puissance de la parole de Dieu, power of word of God. Tunataka kwenda kuangalia nguvu ya neno ya Mungu vile inafanya kazi. Chukua Biblia yako takatifu, tutaenda kusoma katika kitabu ya Yohana sura yake ya kwanza mstari wake wa kwanza mpaka wa 4. John chapter 1 verse 1 to 4. Jean chapitre 1 verset 1 jusqu'à 4. Kitabu ya Yohana mtakatifu sura yake ya kwanza mlango wake wa kwanza mpaka wa 4. Kama tumepata tutasimama atuweze kusoma neno. Amen. Mwanzo kulikuwa kwa Mungu, na neno kulikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Yule mwanzo wa Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tutaketi chini na tunaenda kusikiliza neno la Biblia. Inasema katika kitabu ya Yohana mtakatifu, Biblia inasema hapo mwanzo. Tunaposema hapo mwanzo, atuongelee mwanzo ya Mungu. Ndio tunamwabudu Mungu, tunayemwabudu Mungu, tunayemwomba hana mwanzo na hana nini mwisho. Lakini inaposema hapo mwanzo, ilikuwa naongelea mwanzo gani? Naongelea mwanzo wakati Mungu anataka kufanya nini? Kuanza kuumba kila kitu. Lakini Mungu yeye tunamwabudu, tunamtumikia, yeye ni yule yule mwanzo hata mwisho. Biblia inasema hapo mwanzo aliyekuwepo, alikuwepo neno, hata hakuwepo Mungu. Aliyekuwapo mwanzo ni neno. Neno ni mkubwa kupita viumbe vyote vilio hai. Neno ni mkubwa kupita majina yote inayopatikana duniani na mbinguni, kwa sababu aliyekuwepo mwanzo alikuwa neno. Nasikiliza vizuri. Na Biblia inasema pointi ya pili, na neno alikuwa pamoja na nani? Kwa hiyo wanakuwa watu wangapi? Wawili. Lakini wa kwanza ni nani? Ni neno. Na wa pili wakiwako pamoja alikuwa nani? Mungu. Kwa hiyo neno alikuwa pamoja na Mungu. Kwa hiyo wanakuwa watu wangapi? Wawili. Lakini namba 3, Biblia inasema na neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo huyo neno ndio nani? Mungu. Kwa hiyo jina ya kwanza ya Mungu si Mungu. Jina ya kwanza ya Mungu ni neno. Na mahali pote wafundishe neno ya Mungu hawana Mungu. Kwa sababu unamuona Mungu kupitia nini? Neno, kwa sababu ndio jina yake ya kwanza. Mahali pote nitaenda kuabudu, mahali pote nitaenda kuomba, na kama akufundishwe neno ya Mungu hakuna Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni roho, spirit. Roho ana sifa 3. Ni mtu asiye na Mungu, asiye na damu na asiye na mifupa. Hawezi kuonekana na macho ya binadamu, lakini tunamuona Mungu tu kupitia neno lake. Sasa ukienda mahali pote wanaoabudu na wafundishe neno ya Mungu, hawezi kumuona nani? Mungu, kwa sababu jina ya kwanza ya Mungu si Mungu. Mwanzo alikuwepo neno, na neno alipokuwa pamoja na nani? Na Mungu. Na neno alikuwa nani? Mungu. Najua nasikia neno inaponya, neno inakomboa, neno inafungua, neno inabariki. Biblia inasikiliza. Pointi ya 5. Biblia inasema na kila kitu
kinaonekana na kisionekana, cha duniani na cha mbinguni, cha ndani ya maji, kiliumbwa na nani? Na neno. Kwa hivyo kama tunataka hii mwaka 2026 vitu viumbike maishani mwetu, lazima kila kitu tukifanye sawasawa na nini? Na neno. Watu wanataka kuona vitu vinafanyika, watu wanataka kuona vitu vinaumbika kwa maisha yao, lakini wanataka vitu viumbike kinyume na nini? Na neno ya Mungu. Hapo chochote kile tunaona na sile atuone hapa duniani na mbinguni, hakikuumbwa na Mungu, lakini kiliumbwa na nani? Na neno. Ndio jina yake ya kwanza kubwa. Kama tunataka kazi iumbike kwa maisha yetu, kama tunataka mafanikio iumbike kwa maisha yetu, kama tunataka kupanuka kwa maisha yetu, kama tunataka kuwa na ndoa ya amani, kama tunataka kuinuka na kufanikiwa kila kitu, lazima kila kitu tukifanye sawasawa na neno ya nani? Ya Mungu. Na hata kama mwaka Mungu anasema ni mwaka sisi kwenda kupanuka, lakini kama mwaka huu tutafanya vitu kinyume na neno ya Mungu, baada ya kupanuka tutakonda, hata kale tulikuwa nacho katapotea. Kwa hiyo na kila kitu kile tunataka kiumbike kanisani, tunataka mwaka hapa papanuka, tuwe na watu wengi, na ndio kuanzia kesho, kwa sababu tunataka hii mwaka hapa tuwe na washirika wengi. Kuanzia kesho tunaanza kuhubiri. Kwa nini? Kwa redio. Tunataka kuhubiri kuanzia kesho. Hii kanisa kila Ijumaa saa 3 na usiku, kila Ijumaa mpaka vile mwaka itamalizika, tunahubiri kwa redio ya Praise Power Radio. Lakini hata kama tutaweza kuhubiri, hata kama tunaweza kutafuta, hata kama tunaweza kufanya biashara, hata kama tunaweza kuungangana kwa shule na kwa vitu yote, lakini kama kila kitu hatukifanya sawasawa na neno la Mungu, usitarajie kitu chochote kuumbika katika maisha yetu. Hii mwaka ni mwaka tunahitaji sisi Coming Seed Fellowship kufanya kila kitu sawasawa na nini? Na neno. Anakwambia hapana kwenda mahali popote, haijalishi watu wakuwe milioni 10, haijalishi watu wakuwe 300,000, haijalishi watu wakuwe 5,000, kama kufundishwa neno ya Mungu hakuna Mungu. Kwa sababu Mungu haonekani, lakini Mungu anaonekana tu kupitia neno lake. Biblia inasema, mstari wa 4 naongea na nyinyi kwa ufupi sana. Mstari wa 4 naipende. Nasema na neno ilileta uzima. Na kitu ya pili ikaleta nini? Nuru. Neno ya Mungu inaleta vitu mbili kubwa, kama ya kuunda kila kitu, lakini kwa maisha yetu inaleta nini? Uzima. Sisi wote tunatafuta maisha, kuwa na maisha mazuri, kuwe na kazi nzuri, kuwe na biashara nzuri, tusonge, tuinuke, tupanuke. Lakini kama tunataka kupanuka, kama tunataka kuinuka, lazima tusikie neno ya Mungu na tuishi neno ya nini? Ya Mungu, na tufanye kila kitu sawa na neno ya nani? Ya Mungu. Na chochote kile tutafanya, kama mimi niko mtumishi hapa, naanza kanisa hili, na kama kila kitu tutakuwa nafanya kinyume na neno ya Mungu, tusitarajie kanisa kwenda mbali. Kama uko na kazi, na kama kila kitu tutakuwa nafanya kwa kazi kinyume na neno ya Mungu, usitarajie kwenda mahali popote. Kama uko na familia, uko na uchumba, uko na ndoa, na katika ndoa na katika uchumba mnafanya kila kitu kinyume na neno ya Mungu, usitarajie chochote kuumbika. Kama tunataka kupata uzima, kufanikiwa, kuinuka, kupanuka, kuwa big, na tufikie mambo makubwa kwa maisha yetu inayoleta uzima na watu watuheshimu, lazima maisha yetu tufanye kila kitu kulingana na neno ya nani? Ya Mungu. Na Biblia inasema na neno ikaleta nuru. Kila mtu anataka kuona mambo ya giza yanatoka kwa maisha, umaskini natoka, magonjwa yanatoka, matatizo yote yanatoka, tunapata mwanga, nuru. Tunataka kupata mwanga kwa biashara, tunataka kupata mwanga kanisani,
Tunataka kupata mwanga kwa kazi yetu, tunataka kupata mwanga kwa vipaji Mungu ameweka ndani yetu. Lakini kama tunataka tuone itokee, lazima everything, upendo. Unajua kuna wakati mwingine ukiangalia katika maisha, kuna vitu kabisa unaona ukifanya sawasawa na neno ya Mungu iko na kuumiza. Kuna vitu kabisa ukijaribu kuiangalia, ukitaka kufanya sawasawa na neno ya Mungu inakuumiza, inakuzalilisha, inakufanya. Niliwapatia ushuhuda mwaka 91 nilipokuwa na kanisa na nilitenga mtu ndani ya kanisa. Kanisa si sehemu ya baa, kanisa si sehemu ya soko. Kanisa Mungu hata anatupenda, lakini haturuhusu tufanye kila kitu tunataka. Na tukishaokoka, kanisa ni sehemu watu wanakuja kuishi maisha matakatifu. Neno mtakatifu inatokana na lugha ya Kiyunani, inaitwa kados. Maana yake kwa English, separated by sin and consecrated to God. Kwa French, séparé du péché et consacré pour Dieu. Kwa Kiswahili tumeitwa kutengwa na dhambi na kuwekwa wafu kwa ajili ya Bwana. Hapa tunapokuja kanisani sio sehemu ya starehe. Sasa mtu alifanya makosa, tukamsimamisha, tukamtenga. Na tulipomtenga kanisani, kukakuwa watu waliona inahitaji wamtetee. Na wale watu waliamua kumtetea, walikuwa wanawake 6, na wakakubaliana kwamba ibada, tulikuwa na morning glory, ibada ya asubuhi. Wakakubaliana ibada ya asubuhi, tutapokuwa namaliza ibada ya asubuhi watanipiga wale wanawake 6. Na tulipofanya ibada ya asubuhi ilipomalizika, hiyo tuko na salimiana, tusalimiane, amen. Niliona wale wadada 6, mmoja akachukua jiwe kanipiga hapa katika. So, umetuletea mambo yako. Hiyo ndio lugha leo, unatuletea mambo yako. Na akatoka akaenda, lakini sijue kwa nini ananipiga. Hata niko mtumishi wa Mungu, nina mwili. Nilipelekwa mbio hospitalini, nilienda kushonwa, na nilipokuwa na shona nilikuwa na maswali mengi. Hawa ni washirika wangu wa kwanza, mmoja kati ya washirika wangu wa kwanza ndio anachukua jiwe kunipiga, na sijui kwa nini amenipiga mbele ya Wakristo. Nikasema kwa hivyo maneno ya Mungu anasikia kanisani, haipate nafasi ndani yake. Unajua kuna watu wanako kanisani, ni mwili uko kanisani, akili, mawazo, moyo iko nje ya nini? Ya kanisa, asikie chochote. Na ndio Yesu alisema akatupa nyavu baharini. Bahari ni dunia, nyavu ni neno ya Mungu. Na ilipotupa dunia baharini, ikakamata samaki, mawe, miti, yote vikaletwa duniani. Neno ya Mungu inashika watu. Samaki ni watu wanasikia neno ya Mungu na wanachange. Miti ni watu wagumu, hawachange. Iko kanisani mwaka nenda mwaka rudi, tabia ni ile. Anasema mpaka nashika nyoka. Nyoka ana sifa moja, ni mnyama mwenye akifika mtu mzima amekomaa, anajificha kwa pango, anatoa ngozi. Baada ya wiki moja utamwona anatoka ngozi, anatoa ngozi yote, lakini ametoa ngozi, lakini hakutoa sumu. Ni watu wamesikia neno ya Mungu, wamekuja makanisani, wanatoa picha ngozi ya nje. Walikuwa wanaenda mabaa, wanaacha kwenda mabaa. Walikuwa wanaenda kwa vituko kule nje, wanaacha, lakini wanaingia kanisani na zile tabia zao zote za dunia wanaileta kanisani. Hawa ni manyoka. Sasa huyu dada waliponipiga, nikasema inawezekana ni nyoka. Jiwe ni kitu kigumu. Kuna watu wanaweza kuwa kanisani miaka 10, miaka 5, anasikiliza change kabisa, ni mtu mgumu, anabaki huyo. Sasa kama asikii, nikaona basi hakuna jambo, tapeleka yeye polisi, ende julikana kwa nini amenipiga. Nakwambia kuna wakati mwingine, kuna wakati neno ya Mungu na kufurahisha, unapenda kufanya sawa sawa na neno ya Mungu. Lakini kuna wakati mwingine neno ya Mungu haikufurahishi, inataka kusukuma kufanya vitu, utaonekana kama unazalilika, utaonekana kama unapungukiwa, utaonekana kama haiko sawa. Na niliposema nataka kumpeleka polisi, mtu wa ndani, Roho Mtakatifu akaniambia ukienda polisi
haitasaidia. Lakini ukienda supermarket, toka hapa hivi unatoka kushoni hospitalini, enda supermarket, mnunulie mchele, mfanyie shopping, mnunulie viazi, mnunulie maharage, mnunulie unga, mnunulie sukari, mnunulie maziwa, na jioni saa 10 kumpelekea kwake, itasaidia. Nikasema shetani ashinde. Lakini kile niko naambiwa ndio neno ya Mungu nasema, adui yako akikosa chakula fanya nini? Mpe. Adui yako akikosa mavazi fanya nini? Mpe. Ndio neno ya Mungu. Nakwambia neno ya Mungu kuna wakati mmoja unaona inakufurahisha, kunafanya sawa vile unaona unataka. Lakini kwa wakati mwingine unaona neno ya Mungu iko nakupeleka kinyume na vile wewe uko unataka. Una matamanio yako. Una kile kitu wewe unataka kifanyike. Nilikataa, nikakemea sasa shetani ashindwe. Lakini shetani hawezi kushinda hapa kwa sababu ndio neno ya nani? Ya Mungu. Na hakuna kitu kiliumbwa pasipo na neno. Kwa maisha yetu hakuna chochote kinaweza kuumbika kwa maisha yetu kama tunafanya vitu kinyume na neno ya Mungu. Tulienda na gari tukiwa naelekea polisi. Njiani tunabakabia kama kilomita 1 na polisi. Mtu wa ndani akaniambia, polisi unapoenda haitasaidia, lakini ungeenda supermarket, umfanyie shopping, umnunulie maradhi, umnunulie mchele, umnunulie maziwa, umfanyie shopping ya vitu vyote vya nyumba na umpelekee jioni kwake, itasaidia. Nilikataa. Tulipokaribia sasa polisi kama mita 200, kulikuwa roundabout mzunguko. Kwa hiyo tunahitaji tuzunguke na gari ndio tutoke polisi. Hiyo tukiwa nazunguka na gari, magurudumu yote ya mbele ilitoka, tukaenda kujigonga kwa mtaro, gari ikapata shida. Hapo nikaelewa. Najua watu wengine wanasikia lugha ya Mungu mpaka kutokea shida. Nikaelewa njia tunafanya sio njia sahihi. Ilibidi gari ikiwe kubebwa, ilibidi tuchukue gari ya kanisa ya pili, nikaenda kufanya shopping ya vitu sitaki. Sio kila neno ya Mungu. Na ndio maana leo kuna tafuta, kuna injili ile tunaita social gospel, injili ya kijamii. Na ndio Wakristo, gari yako inakuja sema amina, amina. Mchumba anakuja sema amina, amina. Visa ya Marekani inakuja sema vitu ya kukufurahisha. Lakini kuna wakati neno ya Mungu ni kama upanga, kuna wakati na kufurahisha na kuna wakati na kuumiza. Lakini kama itakuwa neno ya kukufurahisha kila siku, si maneno ya Mungu, ni vitu ya kawaida vya vitakusaidia na vyenye haiwezi kubadilisha maisha yako kwa kila kitu, na yenyewe haiwezi kusababisha chochote kuumbika kwa maisha yako. Tulienda supermarket na shemashi wa kanisa, nilinunua kilo 25 ya mchele, nilinunua kilo 20 ya unga, nilinunua kilo 20 ya maharage, nilinunua sukari, nilinunua maziwa, nilinunua kila kitu inaitwa chakula ya nyumba, mafuta, kila kitu, blueband. Na jioni saa 10 nilienda kuangalia, nimeshonwa mpaka leo, alama iko hapo. Nimeshonwa, nimepigwa na mwanamke, na sijui kwa sababu gani ananipiga, lakini Mungu, neno ya Mungu inalazimisha nifanye bila neno ya Mungu. Neno ya Mungu yasema kisasi si chetu, kisasi ni cha nani? Cha Bwana. Tulipofika kule nikampata na mume wake. Huyu dada tulikuwa namuombea. Dada aliokoka, ndio tulianza nao kanisa, lakini mume wake hakuwa naokoka. Tulimuombea, tulikuja kumhubiri, tulitumia kila njia kusudi huyu ndugu aokoke, ilishindikana. Na hiyo siku tulikuja hapo tukafika na Shimani. Dada aliponiona, ngale amenipiga asubuhi, nikapasuka. Anaelewa vile napeleka hospitalini na shono. Sasa jioni tunakuja na gari na tukampata na mume wake. Akajua ni kesi mbaya. Aliponia dokta fulani. Kaambia tuna siku mingi hatujawatembelea. Leo kuja kuwatembelea. Lakini ndani ya moyo kuna niuma kwa sababu siifanyi kama mimi, na lazimishwa. Neno ya Mungu inapoja. Neno ya kila kitu kiliumbwa na neno.
Na kama utaishi maisha yako bila kuishi sawasawa na neno, usitarajie chochote kile. Basi walikaribisha dada kutoka, tukasoma neno, tukaomba nao, kisha kuomba nao kusoma neno. Nikamwambia tande wakawa kuwasalimia, tulijisikia tuwaletee chakula, mje kwa buti ya gari. Wakaingia kilo 25 ya mchele, kilo 20 ya unga, maharagwe, maziwa, sukari, mafuta, yote wakabeba. Walipomaliza kuchukua kila kitu, tukaingia kwa gari, kwambia Chemasi mpeleke nyumbani haraka. Nimeenda kufika kwa nyumba, kwa nilikuwa kijana mwaka 91. Nilifika kwa nyumba nikalia, nilikuwa peke yangu, sijao. Nikalia, kwambia Mungu, kama kuna siku umewahi kuniaibisha, nikita siku yote milele. Mtu anipige na sijue kwa nini ananipiga, ni mwanamke mshirika wangu, then unilazimishe mimi niende kumfanyia shopping. Hii ni nini? Inamaanisha nini? Makanisa ya kabali, unasikia? Makanisa unaotumika na nguvu ya giza, ndio inasema dino kwa dino, mtu akikoroga umrudishie nini? Tunawarudishia uchawi wao. Hiyo si maneno ya nani? Ya Mungu. Magonjwa yao yarudilie, si maneno ya nani? Ya Mungu. Ni maneno ya kishetani, mila ya Wayahudi. Ni agano la kale lilikuwa na dicho kwa dicho, dino kwa dino, lakini agano jipya nasema mtu akikufanyia mabaya, wewe mfanyie manini? Mazuri. Jana mkutano tuombe tuwarudishie uchawi wao kule, uchawi wao yarudie. Ile kanisa ya kishetani. Biblia inasema Mungu anasema hataki kuona mtu mbaya anakufa. Kwa nini? Kwa mabaya yake. Hataki. Biblia inasema kama Mungu amekawia kutimiza ahadi yake, wale wako wanafanya mabaya, uzinifu, wizi, vitu yote vituko ya kila aina, wanaendelea kuishi wakifikiri Mungu yuko mjinga, lakini Mungu hataki kuwaona wanakufa katika ubaya wao. Nililia usiku mzima, Mungu hakuongea na mimi, hakuna chochote kilisemekana, lakini kwa sababu Mungu alitaka nisifanye mimi kama mimi, lakini nifanye sawasawa na neno ya nani. Kuna wakati kabisa, kuna hali unaona hapana, nikifanya sawasawa na neno ya Mungu itakuwa makosa. Niliamka asubuhi, tulipoenda ibada ya asubuhi kwa maombi ya asubuhi, kisha ibada yule dada alikuja. Nilipopanda kwa ofisi ya kanisa, niliona alikuja mbio, akija analia, anasema Dokta, unisamehe, nakubali kabisa wewe ni mtumishi. Hauwezi kukubalika kuitwa Mkristo, hauwezi kukubalika kuitwa mtumishi wa Mungu wakati unaishi na kufanya vitu kinyume na neno ya nani? Sasa nakubali sasa kabisa wewe ni mtumishi wa Mungu, naomba unisamehe. Akaeleza, unajua kwa nini tulikupiga? Akasema walikuungana watu 6, wanawake 6, kwa sababu tulitenga mtu, na kutenga mtu ni sawa na neno ya Mungu. Sasa tuliungana, tutakupiga asubuhi. Isipokuwa nikashangaa ni mimi peke yake nimepiga, wenzangu hawakupiga na walikuwepo. Sasa naomba unisamehe. Kaambia ni kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye alinielekeza. Kaambia Yesu alinisamehe mimi, na mimi nakubali kufanya nini? Kukusamehe. Akasema unajua nini baba, mume wangu, anasema ile jana ilikuja hapo, tulilala juzi bila kula. Walikuwa wanapitia shida ya kiuchumi, walilala bila kula chochote. Sasa angalia, watu wenyewe wamelala juzi bila kula chochote. Na nafikiri hiyo hasira pia ilichangia kwa huyu mama. Asubuhi jana yake na hasira yao, wamelala na njaa, wanaenda kwa maombi asubuhi, ananipiga. Sawa,